Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Na wasalimu katika jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Pendwa mtazamaji, napenda kukukaribisha katika channel yetu ya Yours Testimony TV, maana yake ushuhuda wa Yesu. Hii ni channel ambayo inafundisha neno la ufalme wa mbinguni hapa duniani. Pendwa mtazamaji, naomba upokee neno la Mungu moyoni mwako, lifanye kazi katika maisha yako kila siku, sawa sawa na yasemavyo maandiko. Somo letu la leo ni mwendelezo katika masomo yetu ya waraka kwa Waebrania. Na leo tuko katika sura ya 9 mstari wa 15 mpaka wa 22. Somo letu la leo litakuwa na kichwa kisemacho msamaha wa dhambi huja tu kupitia damu ya Kristo. Msamaha wa dhambi huja tu kupitia damu ya Kristo. Kwa sababu tulivyoona kutoka somo lililopita, huduma ya hema la agano la kale na makuhani wa hudumuo pale hawakuweza kusafisha dhamiri za watu. Kitu bora kilitakiwa. Na kwa hiyo Yesu ilibidi afanyike mpatanishi wa agano jipya ambalo lingeshughulikia tatizo la dhambi ambayo ndio inatutenga na uwepo wa Mungu. Kwa kumwaga damu yake, Kristo amekuwa mpatanishi wa agano jipya. Kristo alifanyika mpatanishi ili aweze kukomboa au kulipa fidia ya dhambi chini ya agano la kale. Kifo chake kilitakiwa ili agano jipya lianzishwe. Na kwa kuwa kila agano linasimikwa kwa damu au kwa kifo. Kwa hiyo katika hii mistari 7:15 mpaka 22, mwandishi ameweza kueleza umuhimu wa damu ya Yesu, au tunavyosema damu ya Yesu ni maana yake ni kifo cha Yesu msalabani. Ni mbadala wa kusema kifo cha Yesu msalabani. Na kwa hiyo hebu tusome sura ya 9 mstari wa 15 mpaka wa 22. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokea ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lilipo lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yu hai yeye aliyelifanya. Kwa hiyo hata lile la kwanza alikuanzishwa pasipo damu. Maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu kama ilivyoamuru sheria, alitoa damu ya ndama na mbuzi pamoja na maji na sufu nyekundu na hisopo, akakinyunyizia kitabu chenyewe na watu wote, akisema, hii ni damu ya agano mlioamriwa na Mungu. Na ile hema nayo na vyombo vyake vya ibada alivinyunyizia damu. Vivyo hivyo na katika Torati karibu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Kwa hiyo mwandishi ameweka ili somo kwenye sura ya 9 kufafanua kwa ujumla wake nadharia ya damu ya Yesu na kuweka mipaka katika matumizi yake, ambayo wakati mwingine huwa kwenda mbali kidogo. Kwa hiyo tuseme kuna vitu kadhaa ambavyo alikuwa anawafundisha wale, lakini na sisi tunaweza tukajifunza. Kitu cha kwanza kabisa ambacho ni dhahiri ni kwamba dhabihu ya Yesu ilisimika agano jipya. Kwa hiyo katika mstari wa 15 mwandishi anaonyesha kwamba kwa sababu Kristo alitoa damu yake mwenyewe kama dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu,
yeye ni mpatanishi wa agano jipya. Hii tuliona tangu sura ya 8 mstari wa 6 kwamba hili ni agano bora. Mwandishi anasema agano la kale ni mfano mwingine wa umuhimu wa kifo katika kuanzisha agano. Kwa maana nyingine hapo anasema kwamba hata agano la kwanza lilianzishwa kwa damu, na kwa kuwa liliwekwa kwa kumwaga damu. Kabla ya masharti ya agano kuanza na watu kupokea baraka za agano hilo, kitu fulani kilipaswa kufa. Na katika agano la kale, Mungu alimwagiza Musa kutoa dhabihu za wanyama. Damu hiyo iliashiria kwamba makubaliano yalikuwa yanatekelezwa na kwamba yangeweza tu kuvunjwa kwa kifo. Damu hii huitwa damu ya agano. Huko mbele katika Injili tunaona Yesu akisema maneno hayo katika Injili ya Marko mstari wa 14, sura ya 14 mstari wa 24. Na vile vile Mtume Paulo katika Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 25. Haya ni maneno ambayo katika siku hizi za karibuni za sikukuu ya Pasaka tumepata kuyasikia yakifundishwa kanisani. Kwa hiyo damu ya Yesu ilichofanya kwa ujumla sasa, baada ya kitu cha kwanza ni kusimamisha agano jipya. Maana kama anavyosema mwandishi, maagano yote yanasimamishwa na damu. Na kwa hiyo ilibidi damu imwagike, ambayo ilikuwa ni damu ya Yesu, na ndio imesimika agano jipya. Kwa hiyo katika kulinganisha na kufananisha, utaona kwamba agano la kale lilisimikwa kwa damu ya wanyama ambayo Musa alinyunyizia hata kwenye kitabu cha agano, na kwa wale wazee waliokuwa pale wakati anasema au anatamka zile amri za agano. Lakini kwa agano jipya imemwagika damu ya Yesu mwenyewe. Kitu kingine ambacho damu ya Yesu imefanya ni kutoa msamaha wa dhambi. Kwa hiyo mwandishi vile vile amazingatia ahadi ya Mungu ya msamaha wa dhambi chini ya agano jipya. Unakumbuka katika sura ya 8 wakati tunataja ahadi bora za agano jipya, ahadi moja wapo ilikuwa ni kusamehe na kuzisahau dhambi za watu. Ilikuwa kwenye sura ya 8 mstari wa 12. Kwa hiyo hapo mwandishi anaonyesha kwamba kifo cha Kristo kilileta msamaha wa dhambi zote za wale walioitwa chini ya agano la kale, ili wapokee ahadi ya urithi wa milele. Katika agano la kale tukumbuke kwamba wana wa Israeli walipewa sheria za Mungu, lakini walishindwa kuzitimiza. Walitambua zaidi dhambi zao, lakini utaratibu wa ibada na dhabihu zilikuwa haziwezi kuwakomboa kutoka kwenye dhambi. Tena kulikuwa na aina fulani za dhambi ambazo zilikuwa hazina dhabihu kwa ajili yake. Tumeona hapo katika mstari wa 7. Nafikiri ni zile dhambi za kufanya makusudi. Lakini sasa haya yote, sasa kuna kukombolewa dhambi zote kwa njia ya kifo cha Yesu msalabani au damu ya Yesu. Agano jipya kwa hiyo ni bora zaidi kwa sababu lilitoa dhabihu iliyofuta makosa yote ya Israeli chini ya agano la kale, ambayo yalikuwa ni deni kwa Mungu. Kumbuka kama tulivyoshasema, dhabihu zilizokuwa zinatolewa zilikuwa zinafunika dhambi kusudi maisha yaendelee. Lakini deni la dhambi lilikuwa linazidi kukua siku hadi siku au mwaka hadi mwaka, na ilibidi deni hilo lilipwe, na lilipwa kwa damu ya Yesu. Wakati fulani watu hushangaa jinsi wale walioishi kabla ya Kristo walivyookolewa.
Jibu ni kwamba waliokolewa sasa sawa na sisi tunavyookolewa kwa imani katika damu ya Kristo iliyomwagika. Na dhabihu walizokuwa wanatoa chini ya Agano la Kale zilikuwa zina mwelekea ambaye angejitoa mwenyewe kama mbadala wao. Kwa hiyo ukisoma kwenye Isaya 53 mstari wa 5 na 6 na 11 utaona kwamba dhabihu zote zile za dhambi zilikuwa zina umwagaji wa damu, lakini zilikuwa zinaelekeza kwenye damu ya Yesu ambayo itamwagika na kulipa deni la dhambi zote. Kwa hivyo dhabihu za Agano la Kale ziliahirisha adhabu ya dhambi hadi Kristo alipe kwa ajili yao pale msalabani. Wokovu wa watakatifu kabla ya Kristo ulikuwa kwa njia ya mkopo hadi Kristo alipokuja na kulipa hilo deni au hiyo bili. Paulo anasema jambo lile katika barua yake kwa Warumi sura ya 3 mstari wa 23 mpaka 26 kwamba deni la dhambi za watakatifu katika Agano la Kale lilikuja kulipwa na damu ya Yesu pale msalabani. Na ni nani wanaweza kufurahia baraka za agano hili jipya? Mwandishi sasa ameweka wazi kwamba kifo cha Yesu kinawawezesha watu kupokea urithi wa milele ambao Mungu amewaahidi. Kwa hiyo ahadi za agano jipya ni bora kama tulivyoona pale kwenye sura ya 8 mstari wa 6 na mstari wa 10 mpaka wa 12. Na ni kwa watu wote walioitwa. Hiki ni muhimu kutambua kwamba si kwa taifa moja au kikundi fulani cha watu wote walioitwa kutoka mataifa yote, makabila yote na aina zote za watu. Dhabihu ya Yesu msalabani inalipa kwa ajili ya dhambi zao. Kwa hiyo sisi ambao tumeitwa na Mungu katika neema tumepewa baraka za agano jipya. Na mwandishi anasema kwamba wale walioitwa katika agano jipya watapokea urithi wa milele kwa damu ya Yesu au kwa kifo cha Yesu msalabani, ambaye amelipa kwa dhambi zilizofanyika kabla na dhambi zinazofanyika baada. Kwa hiyo walioitwa kuna mawili: kushindwa kuingia katika agano jipya, kwa hiyo kulipa mshahara wa dhambi ambao ni kifo cha milele. Unapokataa, unaposhindwa kuingia kwenye agano, kumwamini Yesu, unangojea kifo cha milele, kutengwa na Mungu daima. Au kuingia kwenye agano jipya kwa imani ili kifo cha Kristo kiweze kulipa bei hiyo kwa niaba yako au kwa niaba yao wale wanaoamini, na ndio wataweza kushiriki urithi katika ufalme kama alivyosema Yesu. Kwa hiyo ni mawili: unashindwa kuingia, unakufa milele, unatengwa na Mungu milele, au unaingia, damu ya Yesu inalipa deni la dhambi zako na unashiriki katika ufalme wa mbinguni. Katika mstari wa 16 na 17 neno la agano sasa limetafsiriwa kama usia au agano la mwisho, na mwandishi ametumia muda kueleza hili. Nafikiri kwa kuwa wasikilizaji wake wa kwanza walikuwa na uelewa huo kwa kiasi fulani. Masharti ya usia huwekwa kabla ya mtu kufa, lakini yanaanza kutumika tu baada ya kifo kutokea. Naamini hii lazima uiweke kwenye muktadha wa sheria na maisha ya wakati ule au mahala pale. Agano jipya ni kama usia na agano la mwisho la Kristo kwa nia ya kuwabariki wale anaowapenda. Ahadi ya urithi inapokelewa baada ya aliyefanya usia kufa.
Kwa hiyo ilikuwa lazima Yesu afe. Kwa hiyo kwa mtizamo huo au kwa nadharia ile, Yesu alikufa ili tu upate urithi. Kama angekuwa hajafa, ni vigumu kupata urithi kwa maelezo ya neno agano kwa ilivyoeleweka huko. Kwa hiyo ahadi ya urithi inapokelewa baada ya aliyefanya wasia kufa. Kwa hiyo ilikuwa lazima Yesu afe ili walioitwa waweze kurithi uzima wa milele. Kwa hiyo basi wokovu wetu ambao ni urithi wetu uko salama juu ya agano jipya katika damu ya Kristo, ambayo ni bora zaidi kuliko damu ya za wanyama. Mambo matatu yanajitokeza wazi au kutokana na maelezo ya damu ya Yesu. Kitu cha kwanza ni kwamba kila mtu anahitaji msamaha wa dhambi kwa sababu dhambi zetu zimetutenganisha na Mungu. Nafikiri hapa mwandishi alikuwa anarejelea hali ya wasikilizaji wake ambao labda walikuwa wengine wanaamua kurudi kwenye dini yao ya zamani kwa kuwa wameamini kwamba wameshatoa dhabihu zao na wamekuwa na waaminifu katika dini, kwa hiyo hawana tatizo. Lakini Yesu, mwandishi anasema kila mtu anahitaji msamaha wa dhambi kwa sababu dhambi zetu zimetutenganisha na Mungu. Na kama tulivyoona, ni damu ya Yesu tu inayoweza kusafisha dhambi zetu, ndio inaweza kufuta dhambi. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu anajifanya mgumu kiasi cha kwamba dhamiri yake inakuwa haisumbuliwi tena, haimsumbui tena. Yaani anakuwa sugu. Hasikia akihukumiwa kuhusu dhambi anazofanya. Lakini ikiwa Mungu ni mtakatifu na ikiwa umekiuka viwango vyake vitakatifu, bado una hatia kisheria. Kwa hiyo kuhusu hatia, sio tu swala la hisia ya hatia, lakini uhalisia wake. Uweza unajisikia kuhukumiwa au hujisikii kuhukumiwa, mradi ukufika viwango au umevunja amri iliyo wazi, dhambi unayo. Na Mungu akikuhukumu katika siku ya hukumu, adhabu yako inakuwa ya milele. Na adhabu iliyoamuliwa kwa ajili ya dhambi ni kutengwa naye milele katika ziwa la moto linaloitwa mauti ya pili. Hii iko kwenye Ufunuo sura ya 20 mstari wa 14. Kwa hiyo swala la dhambi si swala la hisia juu ya dhambi, kujisikia kwamba una dhambi. Hapana. Dhambi ni kutofikia viwango vya utakatifu wa Mungu, na kama ukuvifikia una dhambi, whether unajisikia wala au ujisikii. Kwa hiyo kila mtu anahitaji msamaha wa dhambi. Kwa kuwa tumetengwa na Mungu, tunahitaji mpatanishi wa kutupatanisha naye. Kristo ndiye mpatanishi pekee kati ya Mungu na mwanadamu. Hii Mtume Paulo amesema katika Timotheo ya kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Yeye ndiye mpatanishi wa agano jipya. Ndiye anayetupatanisha na Mungu katika agano jipya. Kristo alijua utakatifu kamili wa Mungu, pia alijua deni kubwa la dhambi la wanadamu au la mwanadamu. Akavaa mwili wa mwanadamu, akaishi kikamilifu na viwango vitakatifu vya Mungu, na kisha akajitoa mwenyewe kama bei ya ukombozi ambayo haki ya Mungu inadai. Kwa kufanya hivyo, alileta pande zote mbili pamoja. Ili Paulo amelieleza vizuri katika Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 18 mpaka wa 21. Kwa hiyo kitu cha kwanza katika maneno haya ya mwandishi ilikuwa ni kuweka wazi kwamba kila mtu anahitaji msamaha wa dhambi, kwa sababu dhambi ndio inatutenganisha na Mungu. Na dhambi sio kuwa na hisia kwamba una dhambi. Kuwa na dhambi ni kwamba una dhambi, hujafikia viwango vya utakatifu wa Mungu. Kitu cha pili kinachoonekana hapa ni kwamba kanuni ya kudumu ya Mungu kuhusu msamaha wa dhambi imekuwa umwagaji wa damu. Kwa hiyo hawa ndugu zetu wa Ebrania nafikiri walikuwa wanalielewa hivi vizuri hata kuliko sisi, kwa sababu
sisi wakati mwingine katika ibada zetu hatujazoea damu physically kumwagika, lakini wao walikuwa wanaelewa kwamba ili upate msamaha wa dhambi lazima damu imwagike. Mungu aliamuru kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, na kama tulivyosema awali, mauti ndio damu yenyewe. Kwenye Warumi sura ya 6 mstari wa 23 Paulo amesema hili, na katika Mambo ya Walawi sura ya 17 mstari wa 11 Mungu alieleza kwa nini damu ilikuwa lazima imwagwe. Nitasoma mstari wa 11 sura ya 17 Mambo ya Walawi. Kwa kuwa uhai wa mwili huo katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwa hiyo haki ya Mungu inadai malipo ya adhabu ambayo ni kifo. Kwa hiyo katika rehema zake Mungu atakubali kifo cha mtu mwingine badala ya kifo cha mwenye dhambi. Mfumo wa dhabihu za wanyama chini ya Agano la Kale ulionyesha na kuelekeza mbele kwenda kwa Kristo hii kitu. Wao walikuwa wanaweka mkono kwenye mnyama anauawa, damu yake inamwagika ili wapate msamaha wa dhambi, ambao tumeona kwamba ni dhambi zao kufunikwa kwa muda na wakaendelea na uhusiano wao na Mungu. Kristo sasa amekuwa mwanakondoo wa Mungu ambaye anachukua dhambi ya ulimwengu, kama alivyosema Yohana, Injili ya Yohana katika sura ya 1 mstari wa 29. Kutokana na kanuni hii kuna mambo mawili ya kuzingatia. Kitu kimoja ambacho tunapaswa kuelewa ni kwamba dhambi hupelekea kwenye kifo cha kimwili na cha kiroho. Hapo tumesema kwamba kanuni ni kwamba msamaha wa dhambi unahitaji umwagaji wa damu. Na kitu cha kwanza kinachojitokeza ni kwamba dhambi hupeleka kwenye kifo cha kimwili na kiroho. Mungu aliwaambia Adamu na Hawa kwamba siku ambayo wangekula tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya, bila shaka wangekufa. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17. Walipokula tunda hili walikufa kiroho mara moja. Ndio maana alipokuja kuwatembelea jioni alikuta wamejificha na kuvaa majani. Waliogopa kuwa kwenye uwepo wake. Automatically ni kama magnet inawasukuma tu watoke. Lakini kwa hiyo walipokula tunda hilo walikufa kiroho siku hiyo hiyo. Hapo awali walikuwa wamefurahia ushirika wa karibu na Mungu bila vizuizi kati yao, lakini mara moja walitengwa naye na kujaribu kujificha kutoka kwenye uwepo wake. Siku hiyo hiyo kifo cha kimwili kilianza, ingawa katika usimamizi na kusudi la Mungu aliwaruhusu waishi mamia ya miaka kusudi lake litimie, lakini hatimaye walikufa. Kwa hiyo miili yao ikawa chini ya uzee na magonjwa. Dhambi inasababisha kifo kupitia mauaji na vita na matukio mbalimbali ya ulimwenguni ya kutisha mengine, kama uharibifu wa magonjwa, ukatili wa uhalifu, ugaidi, vita au uharibifu wa mazingira na rasilimali nyingi za ulimwengu. Ni matokeo ya dhambi na mwisho wake ni kifo. Kwa hiyo Mungu alipoumba mtu hakuumba mtu ili afe, lakini dhambi ndio imeingiza haya yote. Kwa hiyo dhambi ndio chanzo cha mauti ya kimwili duniani, na dhambi husababisha kila mtu kufa kiroho pale pale anapotenda dhambi, kwa maana anatengwa na uzima wa Mungu, na baadaye ukozi atakufa kimwili. Kama sio kwa sababu ya dhambi yake mwenyewe, dhambi nyingine zinazotendeka katika mazingira anamoishi.
Jambo jingine ambalo mwandishi limetokeza katika maelezo haya katika mstari wa 15 mpaka wa 22 ni kwamba damu ni taswira ya gharama ya dhambi, au ni picha ya gharama ya dhambi. Dhambi ina gharama. Kwa hiyo katika mstari wa 18 mpaka wa 22 neno damu limetokea au limetajwa mara 6, na kifo au wafu kimetokea mara 3. Kwa hiyo damu ilionyesha ilikuwa kama mchoro wa gharama ya dhambi. Kwa hiyo katika mstari wa 21 na 22 tunaona kwamba taratibu nyingi za kutakasa katika Agano la Kale zilitumia damu. Jambo la msingi katika dhabihu zote za ondoleo la dhambi ni kumchinja mnyama na kumwaga damu. Na kifo cha Yesu kinatimiza maneno hayo. Pasipo kumwaga damu hamna ondoleo. Na baadaye damu ilinyunyiziwa juu ya vitu vyote ndani ya hema lenyewe. Ibada hii ilisafisha vitu vya kutumika katika ibada ya hema. Hapo tunazungumzia damu iliyomwagika pale mwanzoni kabisa ili kusimamisha Agano la Kale. Baada ya kunyunyizia damu kwenye kitabu na kwa wale wazee waliokuwa pale, damu ilinyunyiziwa kwenye hema na vifaa vyake, na ilisafisha vitu hivyo vya kutumika katika ibada. Na bila shaka baada ya huduma ya maskani kuanza, kulikuwa na haja ya daima ya damu kutumika, kwa sababu Israeli walifanya dhambi daima. Kwa hiyo mwandishi anasema kwamba vitu vyote vilipaswa kusafishwa kwa damu, ili iwe ni maskani, makuhani au wenye dhambi wenyewe. Kwa hiyo mwandishi ameweka wazi hapa kwamba kanuni ya Mungu ni kwamba ili upate msamaha wa dhambi lazima damu imwagike. Hitimisho sasa katika somo letu la leo lilihusu hii damu ya Yesu, kwamba ni lazima msamaha wa dhambi unakuja kutokana na damu ya Yesu. Katika somo la leo mwandishi ameweka mkazo katika mambo matatu ya msingi aliyotaka yawe wazi kwa wasomaji wake wa kwanza, lakini na sisi pia. Na haya kwa kuwarudia kwa kifupi. Kwanza, dhabihu ya Yesu ni dhabihu ya damu yake na ni ya mara moja tu. Kwa damu ya Yesu aliingia mbinguni, na damu yake ndio inayoanzisha agano jipya. Damu ya agano. Damu yake hutakasa dhambi na kuondoa dhambi zote. Hakuna kitu cha kuongezea. Hilo linawekwa wazi na ni ya kudumu. Maana ya damu yake ni kujitoa kwake kuwa dhabihu, ni kifo chake msalabani. Kwa hiyo tunapozungumza damu ya Yesu tunazungumza kifo cha Yesu msalabani. Sio kwamba tunazungumzia kile kimimina ambacho kinatokana na kifo. Damu ya Yesu, kifo chake msalabani. Kwa kukazia kauli ya kwamba alijitoa mara moja tu, waraka unafundisha kwamba dhabihu ya Yesu ilitosha kabisa na kazi yake ya kutoa dhabihu imekwisha. Hatarudia tena, na tutaona katika somo lijalo, hatarudia tena kufa ili amwage damu kwa ajili ya kusafisha dhambi zetu. Hapana, imekwisha, alimaliza mara moja hiyo. Kama nilisema awali au kwa somo lililopita, mwandishi amesisitiza ukweli huu. Nafikiri kwa wasikilizaji wake wa kwanza labda ilikuwa ni nadharia ngumu kidogo kuielewa. Wakristo wa Kiebrania walihitaji kuelewa hayo vizuri ili wawe na uhakika na kazi aliyomaliza Yesu msalabani, na wasirudi kutegemea dhabihu zilizo dhaifu. Ndugu mtazamaji, hapa kama tulivyoona mwanzoni mwa masomo yetu katika waraka wa Waebrania na katika sura nyingine zilizotangulia, hawa walikuwa na
wamekimbia adha na matatizo mbalimbali, wanaweza kurudi hekaluni wakakaa bila shida. Lakini hapa nawaambia hicho kitu kitakuwa ni hatari kwa roho zao, kwa sababu ni damu ya Yesu ndiyo imewasafisha dhamiri zao, ndiyo imewatoa kwenye dhambi, ndiyo imelipa deni lao la dhambi. Kwa hiyo kurudi huko hakuna maana yoyote. Kwa hiyo hili ni somo, ilikuwa somo kwao, alitaka walielewe vizuri. Lakini na ndugu mtazamaji, na wewe ningependa ulielewe vizuri kwamba deni lako la dhambi limelipwa na damu ya Yesu msalabani, na hakuna kitu kingine unachokiongeza ila ni kupokea kwa imani na ukaweza kuisha uhusiano wako na Mungu, ukaweza kumkaribia Mungu kwa ujasiri. Mpendwa mtazamaji, kama wewe ni mmoja wa watu ambao hawajamkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ningeomba utafakari kwa makini mambo tuliyoyasikia leo katika somo letu la leo, kwamba msamaha wa dhambi unakuja tu kwa damu ya Yesu. Tumeona kwamba kifo chake msalabani kimelipa deni la dhambi kwa wote walioitwa waipokea ahadi ya urithi wa milele. Kwa kumkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wako, utapata msamaha wa dhambi pamoja na urithi wa milele. Hebu ipokee zawadi hii itokayo kwa Mungu. Kama uko tayari, na kuomba ufuatishe sala ninayoomba kutoka moyoni mwako, na utapata huo uzima wa milele. Tuombe. Bwana Yesu, nakiri mimi ni mwenye dhambi, nahitaji na nataka msamaha wako. Nakubali kwamba kifo chako ilikuwa ni adhabu kwa ajili ya dhambi yangu. Natambua kwamba rehema yako na neema yako ni zawadi yako kwangu kwa sababu ya upendo wako mkuu, na sio kwa sababu ya chochote nilichofanya. Nisafishe na unifanye mtoto wako. Kwa imani na kupokea kama Mwokozi na Bwana wa maisha yangu. Kuanzia sasa na kuendelea, nisaidie kuishi kwa ajili yako. Naomba haya yote kwa jina lako la thamani. Amina.